God have mercy upon us. Pole sana dadangu, lakini hili swala linahitaji utulivu. Inabidi tulifanyie kazi kwa utulivu. Hapa cha kufanya wewe, inabidi urudi tu nyumbani. Ila zingatia, usije ukajionesha kwa mume wako kama unajisi una ujauzito, na usije ukamwambia kabisa hilo swala. Na ukifika pale, wewe ishi kama mlivyokuwa mnaishi mwanzo, yani mtu mwenye furaha. God have mercy upon us. Unakuwa na huzuni kwa swala hili nilokuambia. Ili nimekuambia tu ili kukuweka wazi, ujue kama kinachoendelea. Ila ukifika kwa mume wako, fanya kama mlivyokuwa mnaishi zamani. Kuwa na furaha. Kama ulikuwa unapika siri masopo yote, wewe pika. Hakikisha asijue. Kwa hiyo wewe cha kufanya, nenda nyumbani sasa hivi. Afu utafanya kama nilivyokuagiza. God have mercy upon us. God have mercy upon us. Mke wangu. Wewe mke wangu. Mke wangu. Vipi? Hamna. Kuna shida gani? Hamna. Unaumwa? Hamna. Kuna ndugu yako labda anaumwa? Hamna. Una tatizo? Hamna. Sasa hamna, mbona kila kitu mke wangu hamna? Kuna shida gani? Hamna. Wewe mke wangu leo umekuaje? Hamna. Hebu tena nyumbani tukaongee vizuri. Hamna. Hamna mke wangu, nakwambia tena nyumbani tukaongee vizuri, unasema hamna nini? Basi. Hebu tena nyumbani. Basi. Muda mrefu nimemwambia tukutane huku. Mpaka sasa hivi hajaje. Nusu saa sasa hivi hapa. Nusu saa hii. Simkuti huko, si mwenyewe nampigia patikani. Sasa pana changamoto gani? Wanawake bwana, wanawake. Kaka kumbana nini? Hata kama umeshindwa kutoka. Wala niende huko kwa. God have mercy upon us. God have mercy upon us. Kwa mke wangu mbona kama simuelewi hivi? Yaani kama kuna kitu hiki anacho ila hataki kuniambia. Sema cha msingi hapa. Nende kwa mashura, pengine kuna kitu anakijua. Atanisaidia kitu labda. Halo. Kuna kitu hakiko sawa ofisini? Haya sawa, nakuja hapo, nakuja. Nakuja. Bwana mimi nimekuja hapa. Kwa hiyo kama nimekuja,
nataka nihamie, ila na changamoto moja. Changamoto gani hiyo? Changamoto hiyo kwamba kuna hela naisikilizia, ndani ya wiki moja nitakuwa nishaipata, nitakugea, ila nitalipia miezi 6. Ndugu yangu, kwa kweli ni changamoto, na hapo ni mwenyewe sina mamlaka hapa, kwa kuwa mwenyewe nimetoka mkoani mpaka sasa nimemaliza takriban kama mwezi hivi. Kwa hiyo nilikuwa hapa labda nimpigie mjomba uongee naye mweze kukubaliana wenyewe kwamba uingie au la. Hapa nimpigie muongee naye wenyewe muelewane wenyewe. Sawa, haina shida, nipe niongee naye. God have mercy upon us. Halo mjomba. Sasa yule mpangaji ambaye nilikwambia nataka kuhamia amekuja hapa, anahitaji kuhamia, ila sasa kuna changamoto moja, anahitaji kuongea na wewe. Kwa hiyo hapa nilikuwa naomba uongee naye wewe mwenyewe kwanza. Halo. Kwema. Hapa sasa hapa nashinda kukusalimia, si niseme za saizi, si kwema nisemeje, nashinda hata kukusalimia kwa sababu sijajua ni wewe mkubwa au mdogo. Tutajua siku ambayo tutakayokutana. Kama wewe mkubwa au mdogo. Sasa mimi nimekuja na changamoto moja hapa. Kwamba nataka nihamie, ila kuna sehemu naisikiliza, baada ya wiki moja nitakugea, ila nitalipia miezi 6. Yaani mimi sina shida wala sina mushkeli wa aina yoyote. Yaani mimi niko vizuri kabisa. Yaani kwenye swala la uaminifu mimi ni namba 1 katika hii dunia yani. Hakuna mwaminifu nisipokuwa ni mimi tu duniani nzima. Unajua? Yaani mimi ondoa shaka. Yaani kuwa na amani kabisa, yaani mimi niko very good. Yaani usijali, ondoa shaka. Sawa. Haya. Mbona sisi wengine kwenye nyota zetu kashakubali wewe hapo. Hebu ongea naye kwanza. Mjomba. Basi sawa, ngali mwangalie mashule hapa. Mali niweze kumkabidhi funguo zile. Sawa. Basi ndugu yangu, ningoja mwangalie mashule huko ndani huku. Mali niweze kukabidhi funguo zile kuingia wewe. Sawa, haina shida. Basi sawa. Inakuaje? Wauni wote uko ndani ya nyumba, inakuaje? Sasa ndugu yangu bwana, mashule leo naona sije katoka, maana huko ndani hayupo. Kwa hiyo si baadaye hivi unaweza ukaje tukamaliza hii swala au bado utakukubize sana mambo yako? Baadaye hamna shida. Basi mimi nadhani ungekuja baadaye tuweze kumaliza hili swala. Basi sawa, hamna shida, acha nini? Haya basi. God have mercy upon us. Vipi ndugu yangu? Muda mrefu sijakuona. Uliniambia utarudi au hujarudi, mpaka sasa hivi hatujaonana. Wewe jau sana. Wewe mieusho bwana. Wewe bwana, mimi nilikuletea shida yangu bwana, mimi nikakuelezea bwana, mimi nataka kuwa tajiri. Umeona? Ukaniambia bwana, hamna utajiri wa rahisi. Utajiri ukitaka kuwa tajiri ufanye kazi kwa bidii, au kama hivyo utajiri una gharama yake. Utaweza masharti ya utajiri. Nikamwambia wewe niambie, mimi naweza. Unakuja kuniambia nilale na joka nifanye mapenzi na nyoka. Wewe mshenzi nini wewe? Mbwa kweli, mimi nifanye mapenzi na nyoka nilale na nyoka. Mbwa nini wewe? Mimi nimepata mganga wangu huko, mganga kanyoka. So kama wewe unaita vitu vya ajabu, mimi nalijoka. Mganga kanyoka. Mganga anaongea paka na mizimu kwenye simu. God have mercy upon us. Yaani wewe utakuwa una akili wewe. Wewe unaongeaje mizimu kwenye simu? Wewe mimi nakwambiaje, yani kuna wataalamu sasa hivi ni hatari. Yaani ukijua hili wenzako wanajua hili. Ukijua huko wenzako wanajua huko. Misemo ya Waswahili. Yaani mganga kanyooka. Nimempa laki moja tu. Ameniambia mimi nakuwa tajiri muda so mrefu. Wewe unaanza kuleta ushenzo kulala mimi na joka. Mbwa ni hebu nipishe kwanza mimi nipite. Wewe utakuwa ushaliwa wewe. Nani kaliwa? Wewe hapo. Wewe mshenzi, nani kaliwa? Wewe tumia lugha vizuri wewe, sijaliwa mimi. Mbwa nini? Nimeliwa, mshenzi nini? Wewe nilali mimi na joka. Mshenzi nini?
Vipi ndugu yangu? Shwari kama kawa. Kama kawaida. Wapi tena? Niko kwenye harakati zangu ila nataka niingie kwa shemeji yao kwa sababu unajua tu. Kwani leo mzigoni uingie au? Ndio nipo harakati ila nataka niingie kwanza kwa shemeji yako. Si unajua tena mambo ya huduma. Sawa bwana. Kwa shemeji ni huko. Na naingia hivi. Naingia hivi. Vipi nawe wapi huko? Mnaelekea chini hapo ofisini, kuna kitu kidogo naenda kurekebisha. Sema mimi baadaye nitaenda kidogo kumwangalia, kuna mchepuko wangu mitaa kati hapo, nataka nikamwangalie baadaye. Mchepuko tena? Mchepuko, si unajua tena habari zetu wanaume, si unajua kama unavyoelewa. Ndugu yangu leo poa umeoa lakini unajipiga mipasi tu bado. Si unajua tena wanaume, yani mambo kama hayo lazima unakuwa kama unabadilisha. Kama mboga tu Kuna siku unakula nyama, kuna siku unakula matembele, yani kama hivyo. Haina shida, ngoja mimi basi nitangulie. Basi poa, mimi ngoja nishuke ofisini mara moja hapa. Au si? Baadaye nitageuka hivi niingie kwa mchepuko wangu. Haina shida. Fresh baadaye. Poa. God have mercy upon us. Tumewahi haraka. Analia kule kasema anarudi kwa mchepuko wake. Na mchepuko wake naisi ndio huyu. Ngoja niwahi hapa sije kanikuta huko. Ikawa noma. Wewe Mashura? Sasa kwa kenda wapi unayo? Mtu anaambia una matatizo, una changamoto, sijui changamoto gani imekukuta mimi sijui. Kama bibi na watu bana lazima atakufelisha. Haya mtu haji nyumbani hayupo, nimwambia tukutane kule hayupo. Nikata mwisho mtu anakuja kufelisha. Sitakuwa kenda wapi. Bwana Elia. Wewe umetoka kule unasema unaenda kwa shemeji, ndo hapa?